أحباب المصطفى صلوا على رسول الله. فيقول مولانا سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ndugu zanguni katika dini, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma huu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani mafanikio ya mwanadamu juu ya mgongo wa ardhi yamefungamanishwa pamoja na uchamungu. Mafanikio yake katika kipato, mafanikio yake katika kuutengeneza moyo wake, vyote hivi vimefungamanishwa ndani ya attaqwa, uchamungu. Ahibana fillah, ulimwengu huu ambao tunauishi leo hii na hali ambayo tunaiona, kabla ya mimi na ninyi, Allah tabaraka wa taala hajatuleta juu ya mgongo wa ardhi. Palikuwepo na watu walioishi, waliotenda, waliozungumza kwa namna ambavyo mioyo yao na matamanio yao yanawapeleka kuyafanya hayo yote. Mmoja wao wamefanya sawasawa, pili wawe walikuwa wakikosea, lakini Allah tabaraka wa taala akauneemesha umma huu bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa kuuletea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ardhi ilikuwa imeharibika. Ufisadi juu ya mgongo wa ardhi ulikuwa umeenea. Mwenye nguvu ya kusema na kutenda, hata kama yupo katika batil, yupo katika dhulma, ndiyo ambaye alipewa nafasi. Ila yule mnyonge, kutokamana na unyonge aliyokuwa nao, hakupewa nafasi na wala hakutangulizwa. Allah tabaraka wa taala akamleta bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mgongo wa ardhi, ardhi ikiwa katika hali mbaya, na Rasul alaihi salatu wassalam akaitengeneza ardhi hii. Haya ameyataja Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani: wala tufsidu fil ardhi ba'da islahiha, na wala musifanye uharibifu, musiharibu ardhi hii ambayo leo hii ninyi mmeikuta baada ya kuwa tayari imekwisha tengenezwa. Kwa maana ardhi ilikuwa katika machafuko, ardhi ilikuwa katika ufisadi, lakini ikatengenezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wa tafsiri wakieleza aya hii, wala tufsidu fil ardhi ba'da islahiha, wanasema inna Allaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardh wa hum fi fasadun fa aslahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa kwa hakika Allah tabaraka wa taala alimleta, alimtumiliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam
juu ya mgongo wa ardhi, hali ya kuwa watu wanaoishi wapo katika uharibifu wa nyoyo, uharibifu wa matendo, uharibifu wa kauli, walikuwa hivyo. Lakini Allah tabaraka wa taala akaitengeneza ardhi na watu wake bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndiyo kazi kubwa aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyopokea hadithi al-Imamu Ahmad, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaqi, kwa hakika si vinginevyo nimetumilizwa mimi kuja kukamilisha tabia zilizokuwa nzuri, tabia zilizokuwa njema. Maana yake mtume sallallahu alaihi wasallam analetwa juu ya mgongo wa ardhi, anawakuta watu wakiwa katika hali mbaya, wapo katika kutenda kwao walikuwa wakitenda mazuri. Sasa yeye akaja na kuyakamilisha na kuwaonesha namna gani ya kuendelea kuyatenda hayo matendo. Huyo ndio mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni katika dini, sasa ardhi hii ilipokuwa imetengemaa, ilipokuwa imekaa vizuri, wanadamu tulipozidi kuletwa juu ya mgongo wa ardhi na Allah, tukazidi kuiharibu, tukazidi kuondoka katika msingi ambao tumepewa kwamba tusiharibu ardhi kwa matendo, kwa kauli na vitu vinginevyo, ambayo ardhi ilikuwa iko sawasawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezewa na Allah ndani ya Qur'ani namna ambavyo alipewa jukumu kwa watu wake, na ukitizama namna ambavyo Mtume sallallahu aliwaasiri watu wakaweza kuathirika na yeye, ni kabla hata hajapewa utume na Allah wala unabii hajapewa. Rasul alayhi salatu wasalam aliwaasiri watu, walimsoma namna alivyokuwa kabla hajawaambia risala, kabla hajawaambia chochote, namna ambavyo alikuwa akizungumza, namna alivyokuwa akitembea, namna alivyokuwa akifanya miamala na watu, waliathirika naye mpaka wakamuita as-sadiqul amin, msema kweli na muaminifu. Hapa bado Mtume sallama hajawaambia lolote, lakini wanamsoma namna alivyo. Sasa Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani akieleza, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, kwa hakika si vinginevyo Allah tabaraka wa taala ndiyo aliyomleta kutoka kwa watu wasiojua kusoma kilichoandikwa, na baadhi ya ulama wanasema wasioweza hata kusoma kilichoandikwa, rasulan, mjumbe, liifadati tafkhim wa ta'dhim, mjumbe wa kipekee, mjumbe wa aina yake ambaye hajawahi kuletwa juu ya mgongo wa ardhi. Mjumbe huyu yatlu alaihim ayatihi, kwanza kabisa aliyekuwa ni mwenye kuwasomea aya za Allah. Masahaba wamekaa, wafuasi wa Mtume sallallahu wamekaa, wanamsikiliza anazisoma aya za Allah tabaraka wa taala. Wayuzakihim, tarbiyatun nafs. Baada ya kuwa wanasikiliza maneno ya Allah, sasa akaanza kuwapa malezi, akaanza kuwafundisha tabia zilizokuwa njema, ili kuiweka ardhi katika msingi uliokuwa mzuri. Baada ya kuwa wameisikiliza Qur'ani, wanasikia maneno ya Allah, sasa anaenda kuwajenga tabia zao. Wakitaka kuzungumza wazungumze vipi? Wanapofanya biashara baina yao wafanye vipi? Wanapofanya biashara baina yao wao na wale wasiokuwa Waislamu wafanye vipi? Wayuzakihim, tarbiyatun nafs, akiwaleza, akiwapa mafunzo yaliyokuwa sawasawa, akizilea nyoyo zao kuweza kumfahamu Allah, akizilea nyoyo zao ziweze kuwa laini, wasiwe wagumu, isiwe hata kama mtu yupo katika haki basi anaachwa, akiwapa malezi. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Kisha Bwana Mtume sallallahu baada ya kuwa mwanzo alikuwa akiwasomea, sasa akaanza kuwafundisha maana ya kile walichokuwa wakikisikiliza kikisomwa na yeye. Si hivyo tu, na hekima moja, hekima kwa maana ya sunna zake, mwenendo wake,
mbili, hekima kwa maana ya alhilmu, busara, uweledi, uwezo wa kuyaamua majambo, uwezo wa kuziamua kesi, uwezo wa kutatua yale ambayo yamewakabili. Wal hikma, hekima. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya kuletwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin, walikuwa ndani ya upotofu uliokuwa wa hali ya juu. Wa in kanu min qabli bi'tha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam la fi dhalalin mubin, japokuwa kabla hajaletwa Bwana Mtume sallallahu walikuwa katika uovu, walikuwa katika hali mbaya masahaba wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu ma'a rasulillah, tuko wapi sisi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuko wapi sisi pamoja na akhlaqi zake? Leo hii tunataka kuwavuta watu katika dini, hali ya kuwa matendo yetu sisi wenyewe yanawaashiria na kuwaonesha kwamba hakuna usalama huko ambapo mnaitwa. Namna ambavyo tunatenda, namna ambavyo tuzungumza, namna ambavyo tunafanya miamala baina yetu, tunawaonesha wale waliokuwa nje na sisi kwamba hii siyo sehemu salama. Angalia kauli zako unazozitoa, moja ukiwa na hasira au uko kawaida na furaha, unazungumza nini? Kwa sababu maisha ya Muislamu yamewekwa katika mfumo maalum. Anapokuwa na hasira, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimfundisha sahaba akhlaq, tabia zilizokuwa njema, hata kama yupo katika kuchukizana na mtu, akamwambia la taghdab, usichukie. Kuchukia kwa kuchupa mipaka ya Allah. Usikasirike ukalaani, usikasirike ukatukana, usifike huko. Na huyo anaambiwa hivyo, wanasema pengine alikuwa na tabia ukasirika na anachupa mipaka anapogombana na watu. Sasa kila mmoja kwa nafasi yake na kwa muda wake anatakiwa ajichunguze namna gani anaishi na jamii yake, namna gani jamii inaathirika na yeye. Ikiwa kutokuwepo kwako ndio furaha ya jamii yako, basi ujue umekosea sehemu kubwa. Ukiwa wewe haupo katika jamii, wanaona ni fursa ya wao kufanya mambo yao kwa uhuru, basi ujue kuna sehemu unajikwaa. Vijana wenzangu, inaeleweka malhala tuliyokuwa nayo ni malhala ambayo ni ngumu sana, lakini ndiyo malhala ambayo yahitajiwa na wale ambao tayari wamekwisha ivuka. Kwa nini? Ni sehemu ambayo unaweza ukatengeneza kesho yako, ni sehemu ambayo unaweza ukajipinda na kuweka athari kubwa katika jamii. Kwa ni lazima uzitengeneze tabia zako, ni lazima uwe na tabia nzuri. Hakuna faida kutoka katika familia, katika koo ambayo iko vizuri katika pesa, iko vizuri katika mamlaka, alafu wewe una tabia mbovu. Hajjaj ibn Yusuf siku moja aliwakusanya Waarabu, aliwaweka sehemu moja ya Waarabu, akawa anawauliza kila mmoja ni kipi ambacho anafurahi kila kikitizama, ni jambo gani ambalo anajivunia nalo kila akiliangalia. Waarabu wakawa wanataja zile koo zao kwa kujinadi, wanazitaja kwa kuonesha wao ni fulani, ukoo fulani. Baada ya kumaliza, Hajjaji akawaambia, kunibna man shi'ta waktasib adaba yughnika mahmudu anin nasabi. Kunibna man shi'ta waktasib adaba, kuwa mtoto wa umtakaye, kuwa mtoto wa koo uitakaye, lakini kama unataka kuleta athar, unataka kuleta mabadiliko katika jamii, waktasib adaba, shikamana na adabu, kuwa na tabia zilizokuwa mzuri. Yughnika mahmuduhu anin nasabi, ya kutosha wewe kusifika na kupambika kwa tabia zilizokuwa nzuri kulikoni nasaba uliokuwa nayo. Aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum bi taqwallahi marratan thaniya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Yaqulu maulana subhanahu wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ndugu zanguni katika dini, na kuhusieni kumwogopa Allah kwa mara ya pili. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maisha ambayo kila mmoja akimtizama anatamani kukaa naye, kila mmoja akimsikiliza anatamani aendelee kusema. Hakuwa na maneno ya kufukuza watu, hakuwa na maneno ya kutukana watu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah tabaraka wa taala akamsifia ndani ya Qur'ani, akasema Allah, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Na hakika yako wewe Muhammad una tabia zilizokuwa nzuri, ziko juu ya uzuri wa tabia. Kama kila mtu atajaribu kujifundisha tabia nzuri, basi aelewe mwalimu namba moja wa kumtizama ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unataka kurekebisha kauli zako, mtizame bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unataka kurekebisha vitendo vyako, mtizame bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio reference, ndio marejeo ya kila ambalo tunahitaji kufanya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na kwa hakika wallahi imekuwa kwenu ninyi muwe mutakavyokuwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiigizo kilichokuwa chema, ndiyo mwenendo uliokuwa mzuri. Kwa hiyo kila mmoja aweze kumtizama Mtume, na masahaba walilifanya hilo, ndiyo maana wakafanikiwa katika sehemu kubwa. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthara ma yudkhilu an-nas al-jannata faqala taqullaha wa husnul khuluq. Aliulizwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni jambo gani ambalo litawafanya watu waingie kwa wingi ndani ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la mwanzo akamwambia mtu yule, taqwallah, ni kumwogopa Allah. Unapokuwa katika hali ya joto, muogope Allah. Unapokuwa katika hali ya baridi, muogope Allah. Unapokuwa katika mji wanaokufahamu, muogope Allah. Unapokuwa katika mji ambao hawakufahamu, muogope Allah. Wa husnul khuluq, na tabia zilizokuwa njema, tabia zilizokuwa mzuri, tabia ambazo wengine watavutika na wewe. Mambo haya mawili yatawaingiza watu peponi kwa wingi siku ya Kiyama, kwa kule kushikamana kwao na hofu kwa Allah, na kule kushikamana kwao na tabia zilizokuwa mzuri, tabia ambazo zinaridhiwa na Allah tabaraka wa taala, tabia ambazo watu wengine wakitizama hawahisi kigegezi kuzungumza na wewe. Na tabia ni namna ambavyo unaishi na watu, namna ambavyo unafanya miamala na watu, namna ambavyo mahusiano yako wewe na familia yako, mahusiano yako wewe na jamii yako, mahusiano yako wewe na imamu wako, mahusiano yako wewe na shekhe wako. Tabia ni jambo muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliwavuta watu wengi kutokamana na vile alivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam dawa yake ya mwanzo anaanza alidili na akhlaqi, tabia zilizokuwa mzuri, tabia za kuwafundisha masahaba wamjue Allah, wajue mipaka yao katika dini, wajue mahusiano yao wao na Allah tabaraka wa taala, wajue ibada zao. Kote humu ni akhlaq, tabia inazunguka. Tumcheni Allah tabaraka wa taala na turekebishe matendo yetu, turekebishe tabia zetu, turekebishe mienendo yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allahumma ighfir liman hadara hadhihi aljum'a wa liwalidayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salam.